Asante sana. Karibu tena mchungaji, asante. Na inaitwa Biblia Waziwazi. Biblia Waziwazi, mama taifa hapa nikiwa na mchungaji Boniface Makanga. Asante sana, na hatutaki kupoteza muda. Tugonge ndipo turudi katika topic ambayo tulikuwa tumeanza kuhusiana na vita, na mchungaji akatupatia mfano wa Yakobo. Tukafanya vita vya kwanza na vya pili. So vita vya pili unapata kwamba sacrifice hii ni ile hali ambapo unajinyima kile ambacho uko nacho kwa kusudi ya kile ambacho unataka. Na hapa kuna mambo mawili, kuna transaction hivi. Kuna vile ambavyo unatumia your physical assets or what you have physically to attract a spiritual virtue that you cannot see. Sasa ona hapa. Kuna huyu jamaa wa kwanza anaitwa Jacob. Jacob anapatia Esau supu ya ndengu. Supu ya ndengu. Alafu Esau supu ya ndengu inaonekana, si ndio? Lakini Esau anampa nini? Esau anampa birthright yake. Yaani alitoa kile ambacho alikuwa nacho peke yake. Lakini yeye baadaye alipokea kile ambacho hakuwa. Alipokea firstborn. Kumbuka kuna mwanamke mmoja kwa Biblia ambaye Elia alimpata akiwa anakota kuni mbili. Na huyu mwanamke alisema kwamba niko tu na unga kidogo na niko na mafuta kidogo. Na huyu mwanamke Biblia inasema kwamba akamwambia nitengenezee mimi mkate kwanza. Alipotoa kwanza, Biblia inasema kwamba yeye hakukosa. Alikuwa na chakula kingi, wakakula na watoto wakabaki. Na kuna story nyingine ya mwanamke mmoja ambaye pia alikuwa hana mtoto. Elisha alikuwa kila akipita akaenda kuhubiri anapitia hapo. Akipita anapitia hapo. Sasa siku moja huyu mwanamke Elisha akauliza mfanyikazi wake Gehazi, huyu mwanamke anataka Mungu amfanyie nini? Gehazi akasema nimechunguza huyu mwanamke hana mtoto. Ndio. Na akamwambia mwakani wakati kama huu. Kumbuka alikuwa ametengeneza something physical. But it attracted spiritual blessing. Inamaanisha nini? Hizi ni zile vita ambavyo kama mwana Mungu ambaye umeokoka, unaamua kuingia into kingdom service. Unafanya vitu, unasaidia watu vitu. Kama kuna ile kipindi, ile program mama taifa anakuangalia inaitwa Meet to You Ministry. Unatembelea wazee, unatembelea wajane, unatembelea mayatima. Hata sisi tuko na mayatima ambao tunaangalia. Unapata kwamba when you are doing such kind of things, inaonekana kama unafanya kitu cha physical katika ulimwengu wa kawaida. But inside you are fighting the battle of firstborn. You are fighting the battle of firstborn because only a firstborn takes care of the rest. So if you are only interested in receiving, you're not giving out. You're not sacrificing that which you treasure most. Kuna watu nguo zingine nyumbani kwao leo hii akipeana hiyo nguo itakuwa ya mtu ya kwenda ya Sunday best. Ni kweli. Lakini wanatumia wanaweka kama tasa kupanguza nyumba. It's because they don't understand the battle of the firstborn. Battle of the firstborn is giving what you have to receive what you don't have. Amen. Battle number 3, the battle of blessing from the Father. Blessing from the Father. Baraka za wazazi. And we talked about this last time. Ebu angalia chapter 27 of the same book. Genesis chapter 27 verse 19. Verse 19. Naam. Mwanzo 27:19 inasema ya kwamba Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza, nimefanya kama ulivyoniambia, ondoka tafadhali ukae kitako, ule mawindo yangu ili roho yako inibariki. Sasa kuna watu ambao wanapigana vita vingi hapa mijini wakitafuta kazi na vibarua na makampuni. Lakini kumbe kinachowapiga ni vita vyao na baba, hawajasettle na wazazi. Vita vya wazazi leo hii na natamani ya kwamba vile tutaweza kuongea ili watu waweze kuelewa. Kuna watu hapa Nairobi wanakula vyakula machips na sausage zikibaki wakitupa kumwaga. Na kuitana coffees na lunch dates, dates zote. Lakini ukienda nyumbani, mama nyumba ni kama imeinama na mguu mmoja, imesimama na mguu mmoja inataka kumwangukia. Inanyesha, inavuja. Sasa sikia nikwambie, mzazi huwa hatamki baraka kama tumbo iko tupu. Deep. Lazima tumbo ishibe ndiposa itamke kitu. Unaona Abraham alipotoa chakula, Biblia inasema kwamba Mungu, malaika wakaongea kuhusu nini? Maana kwa hao malaika watatu mmoja alikuwa ni nani? Yesu Kristo. Naye akafanya nini? Akampatia chakula na akawaosha miguu. Akamwambia mwaka ujao wakati kama huu utakuwa na mtoto. Kuna mtu kwa jina Zakaria. Zakaria alikuwa kwa nyumba ya baba akifanya kazi wapi? Kwa madhabahu. Na akiwa anafanya kazi kwa madhabahu, kwa kazi ya baba, Biblia inasema kwamba akaona malaika upande wa kulia na akamwambia Zakaria,
utapata mtoto. Zakaria hakuamini, maana alikuwa mzee, mpaka akafanywa kuwa bubu. Kwa hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba the battle of the firstborn, angalia Solomon alisacrifice baba Mungu. Ng'ombe ngapi? 1000. Mpaka Mungu hangojea Sulemani amalize ama aitishe. Mungu alishukisha utukufu wake, akajaza moshi ndani ya nyumba mpaka Solomon akishinda cha kufanya. Kwa hivyo kabla hujaanza kubomoa mapepo mengine na kuvunja madhabahu mengine na ngome zingine, deal na vita za baba za wazazi, umalizane nazo. Na kuna wengine leo hii vita za baba ambazo zinawatesa ni wazazi wa kiroho. Kuna wengine wazazi wa kiroho waliwasaidia wakawalea. Kuna makanisa mengine hata wachungaji wana train, hata wanakupeleka training college, wanakupeleka, tumepeleka wengi sana. Lakini baada ya kumaliza tu hivi unamea pembe, unatoroka unaenda. Wengine wanatoroka mpaka na nini wa kanisa. Wanatoroka na vitu vya kanisa na hata vitu za kanisa wengine. Vitu kama hizo. Kijana mwingine pale kanisa labda alikuwa hata hakuna kitu alikuwa anajua, amekuja kanisani amejifunza. Mwingine ameanza kuimba kidogo. Sasa because amejua kuimba, anaweza akaalikwa na nyimbo yake inacheza kwa redio. Amesahau baba. Ametoroka ameenda. Kesho amejiita nabii tayari. Amekuwa na apostle prophet. The war of your parents. Wazazi si lazima waongee, wanaweza nyamaza. Lakini the heart, remember kile tuliongea hapa, sauti ya moyo husikika wapi? Katika ufalme wa umilele. Unaona? Kwa hivyo sasa inabidi uangalie vita za wazazi. Vita za 4. Vita za kazi, the battle of labor. Hebu mstari wa sura ya 29, tusomee mstari wa 18 inasema namna gani? Sura ya 29. 29 naam. Mstari wa ngapi? Wa 18. 18 inasema hivi ya kwamba Yakobo akampenda Raheli, akasema nitakutumikia miaka 7 na kumpata Raheli binti yako mdogo. Sasa hapa inaongea kuhusu kazi. Kando na kuwa umeokoka, kando na kuwa umeomba, umeenda kanisani, God does not bless idle people or idle mind. Mungu anakubariki, anabariki, Biblia inasema kwamba anabariki kazi ya mikono yako. God wants to see you doing something so that he can bless you out of that. Ndio tunajua umesomea kuwa wakili, lakini kazi ya wakili haijapatikana. Na kuna kazi nyingine ndogo ambayo imepatikana ambayo inaweza kukupush. Acha kukaa kuonekana bega because unangojea ile yako ambayo umesomea itokezee. Do something else ambapo itafanya nini? Itakubariki. Kuna battle ya watu kufanya kazi. Tunaishi kizazi cha watu wavivu sana. We have so many people lazy. Kwanza kizazi hiki vijana hawataki kazi. Hawataki kuchoka. Hawataki kuchoka, wanataka apate mama ambaye ana pesa kidogo amweke, amnunulie kaharia. People are not working. This is a battle you will fight forever. You must fight and you must win. Number 5. The battle of cultural and ancestral programming. Yani zile hizo labda mtu atajisomea kivyake, Genesis 29 verse 26. Yani vita za kutoka vile mpangilio wa labda ukabila lenu ama hali yenu vile ilivyo. Kwa mfano Biblia inasema kwamba Biblia inasema kwamba Jacob akapenda nani? Raheli. Lakini kulingana na culture ni mkubwa anatakana aolewe, ndio mdogo afuate. Sasa huyu jamaa ilibidi apigane na hizo vita. Kwa hivyo kuna hali ambayo inasema kwamba ili upate kitu fulani lazima uwe umesoma kitu. Yani it's like a tradition. Breaking that system. Kuna system ambayo inasema kwamba mama taifa ili ununue gari lazima uwe umeiba, lazima ufanye ufisadi. Lazima ili kabla upate kazi nzuri lazima ufanye hivi, utumie ujanja, utumie slandering wengine, utumie uchochezi. Sasa lazima uvunje hizo vitu. Lazima upite hiyo mtihani ya programming ya kufanya vitu vile ambavyo ulipata wengine wakifanya. Lazima uache hizo. Na unapata ile ya leba ile namba 4 ni kwa sababu Jacob hatuleba kupata yule. Sio kitu ambacho unapatiwa. Unaona? Sasa vita vya 6 ni vita vya kubadilishiwa. Inaitwa kwamba the battle of substitute. Whereby wewe ndio ulikuwa unatakana lakini aliyepata ni mwingine. Na hii inafanyika sana hata kwa maofisi. Ulipeleka CV yako kwa kampuni fulani lakini unapata huitwi. Na kuna mtu ambaye anaonekana kama alikuwa haja qualify lakini ameandikwa kwa hiyo kazi. Kuna uwezekano makatasi ya juu ya mtu mwingine ilitolewa majina, wakachukua ya mwingine wakaattach na akapatiwa. You must fight that any place that your life has been substituted ikuwe restored in Jesus name. Wonderful. The last but not least, number 7. Number 7, the war of changing of your name.
Biblia inasema kwamba Mungu akaambia Yakobo kwamba sasa because umepigana malaika kuanzia leo jina lako litakuwa linaitwa nani? Israel. Kwa hivyo kuna majina ambayo mengine umepewa ambayo inaashiria what you are going through in life. Sasa uweze badilisha because iko kwa documentation zako. This is the highest time today that you need to deal with all the power and the forces behind the names you have. Not only the names you have, there are two names you need to deal with. Number one, the name of where you are living. Number two, the name, your name. Because penye unaishi, hilo jina linamaanisha kitu. Na kama hilo jina, kwa mfano mahali mimi nimezaliwa, jina la hapo linamaanisha watu ambao ulichukua shamba kwa kimabavu, ulinyang'anya wengine shamba kimabavu. So those people cry, and unless you are able to deal with that, utapata kwamba utakuwa unapigana lakini bado kuna kilio kwa watu, maana umekaa mahali pao. Hiyo jina mtu amejiita, amekuta jina lingine ambalo hujui umetoka wapi. You must deal with that name so that you can be able to live a life free life. Subscribe kwa YouTube channel zetu, yako Mchungaji Boniface Makanda, yangu Mama Taifa Eva Mwalili. Hii ni Biblia Waziwazi.